asifiwe sana mwana wa Mungu, na kila sababu ya kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo ameweza kutupa tena kujifunza maneno katika siku hii ya leo. Lakini pia niendelee kukushukuru wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Hekima Ministry. Mungu akubariki na azidi kukutunza zaidi na zaidi. Na katika siku hii ya leo ninaendelea kumtukuza Mungu kwa kuwa ametupa neema na kibali tena cha kuendelea kujifunza maneno yake. Na katika siku hii ya leo Mungu ametupa kutazama maneno yake yanayotoka katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 18. Nitaanzia mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 4 na kisha nitarukia mstari wa 11. Nami nitasoma kama Biblia yangu ilivyoandika. Neno la Mungu linasema, hili ndilo neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana. Shuka uende mpaka nyumba ya mfinyanzi, nami huko nitakupa ujumbe wangu. Kwa hiyo nikashuka mpaka kwenye nyumba ya mfinyanzi, nikamkuta akifinyanga kwa gurudumu lake, lakini chombo alichokuwa akikifinyanga kutokana na udongo kilivunjika mikononi mwake. Hivyo mfinyanzi akakifanya kuwa chombo kingine, umbo jingine, kama vile ilivyoonekana vyema kwake yeye. Ukisogea kwenye mstari wa 11 anasema, basi kwa hiyo waambie watu wa Yuda na wale waishio Yerusalemu, hili ndilo asemalo Bwana, tazama, ninaandaa maafa kwa ajili yenu, nami ninabuni mabaya dhidi yenu. Kwa hiyo geukeni kutoka njia zenu mbaya, kila mmoja wenu tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haya alikuwa ni maneno ambayo Mungu alimwambia mtumishi wa Mungu Yeremia ya kwamba aende nyumbani kwa mfinyanzi, na atakapofika katika nyumba ya mfinyanzi akamwambia kwamba kuna maelekezo au kuna ujumbe wake ambao atakaompatia. Na Yeremia alitoka na kufika katika nyumba ya mfinyanzi, na baada ya kufika pale alikuta mfinyanzi anakifinyanga chombo ambacho hicho chombo kipindi na kifinyanga kikaharibikia mikononi mwake. Na baada ya kuharibikia mikononi mwake yule mfinyanzi, Biblia inatuambia kwamba yule mfinyanzi kitu alichokifanya akakifanya kuwa chombo kingine, umbo jingine, kama vile ilivyoonekana vyema kwake yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika maisha yetu sisi wanadamu mara nyingi huwa tunafanya vitu au tumejikuta tukiwa tunafanya vitu ambavyo vinatusababisha sisi kuweza kwenda nje au kwenda mbali na uso wa Mungu, vitu ambavyo vinapelekea uhusiano wetu na Mungu kuvunjika au kuleta sintofahamu kati ya uhusiano wetu sisi na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo kubwa ambalo limekuwa likisababisha hayo yote imekuwa ni dhambi. Dhambi ndiyo kitu kikubwa ambacho kimesababisha sisi kuwa mbali na uso wa Mungu. Na ukiangalia hata haya maneno ambayo Mungu alikuwa akimwambia Yeremia juu ya hawa watu wa Yuda, kitu kikubwa ambacho kilichokuwa kinasababisha na Mungu kumwambia kwamba anawapangia mambo mabaya, anasema kwamba yuko anabuni mambo mabaya dhidi yao, na kwa hiyo wageuke, waziache njia zao mbaya, na kila mmoja wao atengeneze njia yake na matendo yake. Ilikuwa ni kwa sababu ya dhambi ambazo walizokuwa wakizifanya. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa Mungu alimpa Yeremia kumtazamisha huu mfano wa mfinyanzi, akiwa anamaanisha kwamba Mungu ni mfinyanzi. Anapozungumzia huyu mfinyanzi, ina maana kwamba yule mfinyanzi ilikuwa ni mfano wa Mungu mwenyewe. Kwamba kuna mtu anaweza akawa anafanya dhambi ambayo anahisi ya kwamba hii dhambi ni kubwa sana na nahisi kabisa siwezi nikasamehewa, au tabia nilizonazo ni mbaya sana kiasi ya kwamba hata nikienda mbele za Mungu siwezi, Mungu hawezi akanitazama tena, hata nikiomba toba siwezi kusamehewa tena. Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya dhambi ninayoifanya, kwa sababu ya aina ya maisha ninayoyaishi, kwa sababu ya aina ya vitendo ninavyovitenda. Kwa hiyo anajiona kwamba siwezi nikasamehewa na Mungu. Lakini katika jioni hii ya leo Mungu anakuambia kwamba yeye ni mfinyanzi ambaye ana uwezo wa kufinyanga yale yaliyoharibika katika maisha yako. Ana uwezo wa kurekebisha kile kilichopotea katika maisha yako na kukifanya kuwa kipya tena. Ndio maana ukiangalia mfano mzuri wa mfinyanzi kipindi kile chombo anakitengeneza kilipoharibikia mikononi mwake, kitu alichokifanya na ambacho hata mimi pia nilisoma kikanishangaza ni kwamba huyu mfinyanzi hakukitupa kile chombo. Lakini kitu gani alikifanya? Kitu alichokifanya, alikitengeneza kile chombo na kukifanya kuwa na umbo jingine tena. Ina maana kwamba alikifinyanga kwa upya
na baada ya kufinyanga kwa upya akakibadilishia lile umbo la kwanza na kukipa umbo jipya ambalo lilikuwa ni bora zaidi ya lile umbo la kwanza, kwa sababu alitengeneza kadri na jinsi alivyopenda yeye, alivyoona yeye kwamba kitakuwa ni kizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata na wewe pia, kama kuna kitu ambacho kimeharibika katika maisha yako, kama kuna pali ambapo unatamani kutengeneza na Mungu, kama ilikuwa ni nguvu ya kuomba, kama ilikuwa ni nguvu ya kufunga, kama ilikuwa ni hekima, kama ilikuwa ni kitu chochote unahisi katika maisha yako kimepungua, katika jioni hii leo nipo kukwambia kwamba Mungu ana uwezo wa kukifinyanga, ana uwezo wa kurekebisha na kufanya kikawa upya tena. Ana uwezo wa kurudisha kile ambacho kilipotea kwenye maisha yako na kikawa upya tena. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana yule mfinyanzi, kile chombo kilivyoharibika hakukitupa, lakini nini alifanya? Alikirudisha kile chombo kuwa upya tena, na baada ya kuwa upya tena akakiongezea ubora zaidi ya kile kilichokuwa mwanzoni. Kwa labda kama unahisi kuna dhambi ambayo umeifanya, kama unahisi ya kwamba kuna kosa lolote ambalo lilifanya, nipo kukwambia kwamba kwa Yesu bado kunayo nafasi. Na ndio maana Mungu akatufungulia mlango wa toba. Ndio maana neema iliachiliwa ili tutakapofanya dhambi tuna uwezo tuna kurudi mbele za Mungu na kurudisha mahusiano yetu sisi na Mungu. Na usikubali siku zote uongo ambao shetani anaokuambia. Mara nyingi watu tunajikuta kwamba tukitubu, baada ya kufanya ile toba, mtu bado anaendelea kujutia dhambi aliyoifanya. Kumbuka kwamba Biblia imekwisha kutuambia kwamba maana sisi tuenenda kwa imani wala si kwa kuona. Kwa unapoomba toba unatakiwa uamini kwamba nimekwisha kusamehewa, kwa sababu msamaha katika macho ya mwili hauwezi ukauona. Lakini unapokuwa katika roho au ukauchukulia kwa njia ya imani, unakuwa umesamehewa kweli, na ndipo unakapoweza kuona, kwa sababu msamaha ni wa kiroho kabla hujao wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usifanye kosa la kuomba toba alafu pia ukaendelea kujihukumu juu ya kosa ulilolifanya. Ni makosa. Kwa sababu tunajua kwamba kutubu ni kugeuka. Kutubu ni kuacha. Kutubu ni kuamua kuwa na mwanzo mpya tena ambao ulikuwa hauna hapo awali. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa usijikatie tamaa juu ya kuendelea kumtafuta Mungu. Usijikatie tamaa juu ya kuendelea kumsogelea Mungu mara na zaidi na zaidi. Hata kama una dhambi kiasi gani, usimkatie Mungu tamaa. Mungu yeye aliyekuumba ndiye anayejua namna ambavyo anaweza kukutengeneza. Yeye ndiye anayejua thamani ya maisha yako. Yeye ndiye anayejua thamani ya uhai wako. Yeye ndiye anayejua namna ambavyo ana uwezo wa kukutengeneza, hata kama binadamu au wanadamu wamekwisha kukukatia tamaa. Lakini kumbuka, mwanadamu anapokukatia tamaa, mwanadamu hajakuumba. Na kama hajakuumba, hajui ni sehemu gani ambayo anatakiwa kurekebisha ili uweze kurudi tena katika mfumo wa kiungu. Lakini Mungu yeye aliyekuumba ana uwezo wa kukusaidia na ana uwezo wa kukurudisha tena katika upendo wake. Kitu kikubwa unatakiwa kukifanya ni kuendelea kumpa Mungu nafasi, kwa sababu Mungu anausubiri utayari wako ili aweze kukusaidia. Mungu anausubiri utayari wako ili aweze kurekebisha yale yaliyoharibika katika maisha yako. Na hivyo hivyo pia hata katika maisha yako, kama kuna sehemu yoyote katika eneo lolote limekwama, mwambie tu Mungu, finyanga ile eneo. Mpelekee Mungu na mwambie Mungu kwamba Mungu, katika hii sehemu mwanzoni kulikuwa kuna maendeleo mazuri. Mwanzoni nilikuwa nikifanya vizuri. Inawezekana ni masomo, inawezekana ni kazi, inawezekana ni biashara, inawezekana ni kitu chochote kile ambacho unakifanya na mwanzoni kilikuwa na uhai, lakini sasa kimekwisha kufa. Mwambie tu Mungu, nakileta hichi kitu kwako. Ukifinyange na ukifanye jinsi upendavyo wewe. Inawezekana pia ni tabia zako. Mwanzoni ulikuwa na tabia nzuri, ulikuwa na huduma nzuri, ulikuwa unafanya vitu vizuri na mambo yanaenda vizuri, lakini ghafla unajikuta kwamba kila kitu kimeharibika, kila kitu hakieleweki. Rudi tu mbele za Mungu, mpe Mungu tu utayari wako na mwambie Mungu, finyanga hivi vitu na uvifanye kadri na jinsi upendavyo wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza pia hata ikani katika masuala ya maisha tunayoishi, inaweza ikani mahusiano na watu. Yamkini umepotea au kuna namna hauko vizuri. Mwambie tu Mungu, nifinyange. Sasa kitu ambacho kunakuja kunishangaza na kunifurahisha pia sana ni kwamba ukiangalia especially sana kwa upande wa sisi vijana. Kwa mfano labda mtu yupo kwenye mahusiano, anasema kwamba anamhitaji mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu tunachokifanya especially kwa sisi mabinti, sijajua sana kwa vijana wa kiume, mtu anaingia kwenye magoti na kuendelea kumsimu kwambia kwamba Mungu, naomba umfinyange yule ambaye atakuwa mume wangu mtarajiwa ili awe namna na jinsi upendavyo wewe. Lakini at the moment anamuombea huyo mtu, anasahau kujiombea na yeye kufinyanga juu ya tabia zake. Kwa sababu gani? Kumbuka kila mmoja kuna udhaifu ambao anao.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu asipokufinyanga kamfinyanga yule pale, ina maana kwamba yule pale ametengenezwa kuwa mtu sahihi, lakini wewe sio mtu sahihi kwa yule uliyemwombea usahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana huwa kuna msemo unasema kwamba kabla ya kumwombea mtu ambaye unataka wewe awe mtu sahihi, usahihi unaanzia kwanza kwako. Je, wewe ni sahihi kwa yule unayemwombea? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati unaendelea kumwambia kwamba Mungu, finyanga juu ya mtu fulani, finyanga juu ya familia yangu, ifinyange biashara yangu, finyanga kazi yangu, finyanga huduma yangu, finyanga tabia zangu, finyanga hali yangu ya kiroho, mwambie Mungu, usisahau kunifinyanga na mimi, ili na mimi niweze kutenda na kuenda sawa sawa na jinsi upendavyo wewe, ili na mimi niweze kufanya sawa sawa na jinsi upendavyo wewe. Kwa sababu gani? Kama usipoweza kumwomba Mungu akufinyange sasa hivi na ukatembea katika mfumo wake, uwe na hakika ya kwamba baadaye au kesho yako kuna gharika kubwa ambayo inakuja mbele yako. Na ndio maana Mungu aliwaasa sana wao watu wa Yuda juu ya kutubu na kuziacha njia zao mbaya na kubadilisha mitazamo yao, kubadilisha matendo yao na jinsi wanavyoenenda. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Kwa hiyo nipo katika kuambia katika jioni hii ya leo kwamba hakuna jambo linaloshirikana kwa Mungu. Hakuna jambo ambalo ukimwomba Mungu atashindwa kulifanya, na hakuna kitu ambacho Mungu anashindwa kukifanya katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni wewe tu kumpa Mungu nafasi. Kama ni kuna tabia yote inakusumbua, kama kuna jambo lote ambalo linakutesa, wewe mpe tu Mungu nafasi, afu uone kitu atakachokifanya, na umuamini ya kwamba atafanya, na umuamini ya kwamba atatenda. Unapomwomba juu ya hiyo tabia, amini ya kwamba ana uwezo wa kutengeneza na kuwa mpya tena. Amini ya kwamba ana uwezo wa kukusaidia hata kama wanadamu wanakukatia tamaa. Nikutakie jioni njema, neema na uwezesho wa nguvu za Mungu ukapate kuwa juu yako. Mungu akulinde na kukufunika. Amen.